السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا رب فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إلهي يا إلهي يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق خلقه من تراب، ارحمنا جميعا يوم نصير تحت التراب. وأشهد أن لا إله إلا الله. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا رسول الله كان يستعيذ كل يوم من 4 تقول السيدة الجليلة الكريمة الصديقة بنت الصديق الحبيبة زوجة الحبيب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من 4، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا.
وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. Ndugu zangu Waislamu wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla fi'ala, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la uchamungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumuudhi na kumuasi Mola wake. إخوة الإسلام والإيمان أحباب رسول الله، إن موضوع خطبتنا اليوم عنوانها يقول حقيقة عذاب القبر. عنوان يا خطبة yetu ya leo, kichwa cha habari kinatuambia uhakika wa adhabu ya kaburi. Naam, innana al-yawma ma'a alamil maqabir. Leo hii sisi ingawa bado tumo ndani ya ulimwengu huu, lakini leo tutakuwa na safari ya kutoka hapa katika ulimwengu wa uhai na kwenda kuzuru ulimwengu wa makaburi. Naam, innana al-yawma nuridu an na'rifa ma'rifatan haqiqiyatan madha yahduthu lil-insani ba'da mautihi wa huwa fi qabri. Leo hii nataka mimi na nyinyi tukumbushane kipi basi kitakachomkuta mwana wa Adam mara tu baada ya kuondoka kwake duniani katika maisha mapya ya ulimwengu wa makaburini. Bibi Aisha, mwanamke mtukufu kuliko wanawake wote, mwanamke msadikishaji, mwana wa msadikishaji, mwanamke kipenzi wa kipenzi cha umma, mtume wetu Muhammad, mke wa mtume Muhammad, chaguo la mtume Muhammad, mwanamke pekee aliyeweza mtume kusema au aliyepata mtume kusema wazi wazi ya kuwa ndiye mwanamke aliyeshika mapenzi ya moyo wake kuliko wanawake wote, ndiye ambaye aliweza kumuuguza mtume Muhammad mpaka kufia juu ya mapaja yake mawili na juu ya kifua chake kitukufu kitakatifu. Anasema amepata kumsikia mara kwa mara kiongozi wa umma, sayyidu sadati wa qaidul qadati, arrahmatul muhda wan ni'matul muzda wasirajul munir, Muhammad sallallahu alayhi wasallam amepata kumsikia kwa siku akimtaka Allah amkinge na mambo manne.
tena alikuwa akiomba kwa siku mara 5 Allah amkinge na mambo manne. Jambo la kwanza ambalo mtume alikuwa akiomba Allah amkinge nalo, alikuwa akisema Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri, ewe Allah, mimi ninakuomba niepushe na adhabu ya kaburi. Jambo la pili akasema wa min adhabin nari, na uniepushe na adhabu ya moto wa jahannam. Na jambo la tatu alikuwa akisema wa min fitnatil mahya wal mamat, na uniepushe na fitna ya uhai na fitna ya umauti. Niepushe na fitna ya ulimwengu ulio hai na ulimwengu pia uliokwisha kufa. Kisha mtume jambo la 4 alikuwa akisema wa min fitnatil masihid dajjal, ewe Allah, pia niepushe na fitna ya masihud dajjal. Naam, إن حقيقة عذاب القبر حقيقة واقعية أثبته القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المحمدية. Uhakika wa adhabu ya kaburi, jambo hili limehakikishwa na kuthibitishwa na kitabu chetu kitukufu kitakatifu, Qur'ani tukufu, lakini pia imehakikishwa na kuthibitishwa na sunna tukufu kabisa ya Bwana Mtume Muhammad. Naam, عذاب القبر حقيقة لا أكذوبة. عذاب ya kaburi ni hakika kabisa na wala si uongo, kama zaama wa kama yazumu al-ba'd al-qalilu, kama ambavyo walivyodai na wanavyoendelea kudai wachache katika walimwengu ya kuwa hakuna kitu chenye kuitwa adhabu ya kaburi. Ikhwatal islami wal iman, awama sami'tum ya ahbab al-habib al-mustafa anna hunaka unasan min al-muslimina yunkiruna haqiqata adhab al-qabri wa يزعمون أن القرآن الكريم لم يذكر عذاب القبر. Islam, hivi bado tu hamjapata kusikia ya kwamba kuna wachache katika umma wa Mtume Muhammad, kuna watu wachache wanaojinasibisha katika Uislamu wetu, wanapinga wazi wazi suala zima la adhabu ya kaburi, na wakidai ya kuwa Qur'ani tukufu hakuna pahala imewahi kutaja adhabu ya kaburi. Wa haula لا شك أنهم من منكر السنة الذين أخبر عنهم الصادق المصدوق حبيبنا محمد. Na hawa ndio bila shaka kabisa ndio katika wapinzani wakubwa katika dunia hii, wapinzani wa sunna za Bwana Mtume Muhammad, ambao Mtume Muhammad alikwisha tupa habari zao karne zaidi ya miaka 1400 na kadhaa zilizopita, ya kuwa annahu sayadhharu unasun yunkiruna as-sunnata wa yaquluna hasbuna kitabullah. Tumenasema kuna watu watatokea zama hizo za mwisho, watakula na kushiba, baada ya shibe kuwatawala watakunja nne na kuegemea juu ya wataegemea juu ya
mito yao au vizingiti vyao, huku wakisema hasbuna kitabullah, sisi Qur'ani inatutosha, hatuhitaji tena kitu kingine badala ya Qur'ani tukufu. Wanasau haulai almasakin anna man kadhaba bisunnati faqad kadhaba bilquran. Maskini ya Mungu hao wamesahau ya kuwa hakika mwenye kukadhibisha sunna za Mtume Muhammad, huyo bila ya shaka amekwisha ikadhibisha Qur'ani tukufu. ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. mwenye kuikufuru sunna hakika ameikufuru Qur'ani. ومن رد السنة فقد رد القرآن. na mwenye kuirejesha na kuikataa sunna ya Bwana Mtume Muhammad, huyo pia amekwisha irejesha na kuikataa Qur'ani tukufu. ومثل هؤلاء دائما وابدا يستخدمون العقل دون النقل. na mara nyingi watu kama hawa wanapenda sana kutumia akili kuliko dalili. yatbauna alhawa, wanapenda kufata matamanio ya nafsi zao. Pointi zao za kiakili wanazotumia katika kupinga suala zima la adhabu ya kaburi. isma'u ila uqulihim alfasidati almunkirati lisunnati alhabib almustafa. Hebu sikilizeni baadhi ya pointi za kiakili, akili zilizofisidika, akili zenye kurejesha na kukataa sunna za kipenzi chetu Mtume Muhammad. Yaqulun, wanasema إذا كانت الحكومات في الدنيا لا تعاقب المقبوض أو المحبوس إلا إذا حكمت عليه المحكمة، فكيف برب العالمين يعذب خلقه في قبورهم قبل الميزان والحساب؟ ومنذ متى أنه يوجد عذاب قبل الحساب؟ haya ni baadhi tu ya pointi zao. Wanasema ya kuwa ikiwa hapa duniani tu serikali mbalimbali za kidunia haziwezi kuwahukumu waliokamatwa, waliopo mahbusu, mpaka baada ya mahakama kutoa hukumu ya kifungo cha yule aliyekamatwa. Maana toka lini mtu anaadhibiwa akiwa tu mahbusu au akiwa tu ameshikiliwa kabla ya hukumu kutoka katika mahakama? Na wakasema toka lini basi? Allah haiwezekani akawaadhibu waja wake kaburini wakati kuna siku yeye mwenyewe ameiita siku ya hisabu. Vipi mtu ahukumiwe kabla ya kuhisabiwa? Vipi mtu ahukumiwe kabla ya kupimwa matendo yake katika mizani ya haki kabisa aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala? Ni moja ya falsafa zao, pointi zao wanazotumia katika kuvuruga akili za umma wa Mtume Muhammad. Lakini wakaenda mbali wakasema, wakaifa tu'adhabu aljussatu bighairi ruhi? Vipi basi kiwiliwili kiadhibiwe na kiweze kuhisi hasa adhabu pasina roho kuwepo? لكن العلامة
Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala radda alayhim وضرب لهم مثلا عقليا دقيقا رائقا فقال فيه. الإمام ابن القيم naye akatumia tena pointi zile zile za kiakili, akataka awajibu kiakili kabla ya kidalili. Akawaambia, انظروا إلى الرجلين النائمين في فراش واحد أحدهما يرى في نومه أنه في نعيم بل ويستيقظ وأثر النعيم على وجهه، بينما الآخر يرى في نومه أنه يعذب ويستيقظ وأثر العذاب على وجهه. Akasema, ikiwa mnahitaji tutumie akili, sasa na mimi nakupelekeni kiakili. Akawaambia, hamjapatapo kuona au kusikia watu wawili wamelala juu ya kitanda kimoja, na kila mmoja kuna ndoto yake anayoiota tofauti na mwenzake anavyoota. Mmoja anaota akiwa peponi anakula raha, mara ameozeshwa hurul ain, mara amevishwa vazi la hariri, mara amevishwa taji ya kiharusi, mpaka akiamka sura yake inang'ara na kumeremeta na kujaa bishara. Yani ile furaha ya ndoto aliyoiota bado angali inaonekana katika uso wake hata baada ya kuamka kwake. Ambapo wa pili na yeye anaota akiwa anaadhibiwa, anapigwa virungu, anateswa, anapigwa katika moto wa Jahannam, kiasi ambacho ukiwatazama wakiwa wamelala, huyu sura yake imejikunja na ina nuru, mara anatabasamu akiwa ndani ya ndoto, na mwingine anakunja uso unadhani amelishwa limau kwa nguvu akiwa ndani ya usingizi. Na baada ya kuamka naye uso wake huonyesha huzuni na unyonge juu ya ndoto aliyoiota. Waislamu, Al-Imamu Ali ibn Abi Talib aliwajibu watu kama hao pale alipowaambia, law kana ad-dinu bil aqli lakana al-mashu ala batin al-khuff awla min al-mashi ala a'lahu. Dini hii ingelikuwa inaendeshwa kwa akili tu pasina dalili. Akili ina nafasi katika dini hii, hatukatai, lakini kwanza ni dalili, kwanza ni nusus. An-nususu at-tahiratu al-mutahharatu al-mubarakatu min al-Qur'ani wa ahadithi al-Mustafa. Lakini ukipa akili nafasi ya kwanza kabla ya maneno ya Allah na mtume wake Muhammad, hapo ndipo tatizo litakapoanza kujitokeza. Anasema, laiti dini hii ingelikuwa inaendeshwa kwa akili tu, basi sheria isingelisema aliyevaa khofu mbili hana haja ya kuvua hofu zake mbili pale anapotaka kuchukua udhu, bali aoshe viungo vyote atakapofikia kuosha miguu yake miwili au nyayo zake mbili, basi na apake hayo maji juu ya hofu mbili na siyo chini ya hofu mbili. Akasema Imamu Ali ibn Abi Talib, kwani kupaka siku zote hupendeza zaidi chini kiakili, kwa sababu nyayo na chini, yani upande wa chini, ndiyo inayokanyaga ardhi kuliko upande wa juu. Kiakili tulitakiwa kufuta juu, lakini Mtume Muhammad mwenye akili kuliko wenye akili wote duniani anasema, futeni juu tu, msihangaike na chini. Kwa dini hii
haitaji akili ya mtu tu, imekwisha jitosheleza kwa mujibu wa Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwata al-Islam wal iman, ahbaba rasulillah, la nastati'u an nastaghniya an sunnati al-habib al-Mustafa. Hatuwezi hata kidogo kuishi bila ya sunna za kipenzi chetu, mtume wetu, mwalimu wetu Sayyiduna Muhammad. Asikudanganye mtu atakayekwambia ya kuwa Qur'ani peke yake yatosha, hatuna haja na sunna za mtume Muhammad. Kwani sisi hatuwezi kuishi bila ya Qur'ani na tafsiri ya Qur'ani, na tafsiri ya Qur'ani maana yake ni sunna za bwana mtume Muhammad. Utaielewa vipi hii Qur'ani bila ya tafsiri yake? Walmufassiru alawwalu lilqur'ani alkarimi huwa sayyiduna Muhammad, na mfasiri wa kwanza wa Qur'ani tukufu ni kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa'lamu ilman yaqinan ayyuha almuslimun anna Allah ta'ala lam yunzil ala habibihi Muhammadin alquran alkarim faqat, innama anzala alayhi alwahyayn ala wahuma alkitaba wassunna. Na jambo moja ninakuomba kwa heshima na taadhima, ewe ndugu yangu Muislam, hili lisikupite na usighafilike nalo, kwamba Allah hakuteremsha kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wahi moja tu, Qur'ani peke yake tu, bali alimteremshia Qur'ani na sunna zake mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake cha Mishkatul Masabih juzuu ya kwanza ukurasa 129 amepokea hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam iliyosema, ala inni utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ahu. E jamaa, zindukeni, fahamuni, fungueni masikio na macho, jueni ya kwamba mimi Muhammad nimeteremshiwa na Qur'ani na chenye mfano sawa na Qur'ani, nayo ni sunna zangu. Allahu akbar. Mwanzoni mwa suratu An-Najmi Allah anathibitisha ya kuwa sunna nayo ipo na ina nafasi yake. Allah anasema, bismillahir rahmanir rahim, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa hakupotea mwenzenu Muhammad na hakuchupa mipaka, na wala haongei porojo tu kutokana na matamanio ya nafsi yake, bali kila anachokisema ni wahi kutoka kwa Allah jalla fi'ala. Ikhwata al-Islam wal iman, ahbaba rasulillah, leo hii nimeona nichukue mukaddima huu kwanza kabla ya kukupeni ushahidi kem kutoka katika Qur'ani na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, mukaddima ambao ni muhimu sana Muislamu wa sasa uelewe ya kuwa
Kuna wachache wanaopinga adhabu ya kaburi, tena wengine ni wasomi wenye ilmu nzuri kabisa. Lakini unaweza ukasoma na usipewe taufiki na Allah ya kuelewa. Ikiwa Allah hakumwafikisha uelewa wa kuweza kuhukumu kesi ya bwana shamba na bwana mifugo, hakuweza kumwafikisha nabii wake Daud alayhi salam, ambaye ndiye baba na mzazi wa Suleiman alayhi salam, na hatimaye akaja kumwafikisha mtoto wake Suleiman, ndiye aliyeweza kutoa hukumu iliyo sawa sawa zaidi kuliko baba yake mzazi Daud alayhi salam. Waislamu, nachotegemea dalili nyingi kukupeni Ijumaa ijayo, hivyo mtu asije akawa anashangaa mpaka hapa tulipofika, mbona sasa anwani ni uhakika wa adhabu ya kaburi, lakini shekhe anazungumzia ubaya wa kupinga sunna za Mtume Muhammad au umuhimu wa kutetea sunna za Mtume Muhammad. Nimekuleteni mukaddima huu maksudi kabisa muelewe kwamba kuna wachache wanaopinga adhabu ya kaburi. Dalili yao kubwa, wanatumia akili. Dalili yao ya pili, wanakwambia Qur'ani inatosha na hakuna pahala ndani ya Qur'ani Allah ametaja adhabu ya kaburi. Nadhani labda walitaka aya ije wazi wazi, na baada ya kifo kuna adhabu ya kaburi. Labda walitaka hivyo watu. Ikiwa hivi ndivyo ilivyo, basi watashalenjiwa, wataambiwa wapi kwenye Qur'ani imetajwa bangi ni haramu na mirungi ni haramu, na wapi Qur'ani imewahi kutaja wazi wazi kabisa kinaga ubaga madawa ya kulevya, unga pia ni haramu. Bali tunaamini vyote hivyo ni haramu kwa mujibu wa Qur'ani, lakini aya zisizo wazi wazi kabisa, aya zinazohitaji tafsiri, lakini si tafsiri yako wala yangu, tafsiri ya mwalimu wa walimu, profesa wa maprofesa, daktari wa madaktari, raisi wa manabii na mitume, Mtume Muhammad. Inna hunaka man la yuridu an ya'khudha bisunnati illa idha wafaqat alquran alkarim. Kuna wachache ambao wanasema hivi, hatuwezi kuipokea sunna, hatuwezi kuchukua hadithi za mtume mpaka hizo hadithi tuzioanishe na Qur'ani. Hadithi yoyote itakayokubaliana na Qur'ani, ikafanana na Qur'ani, tutaichukua. Hadithi ambayo itakuwa haina kufanana na Qur'ani, tutaikataa. Kipimo hicho mmekitoa wapi na nani kasema? Ni kweli kuna ahadithi chungu nzima za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimefanana kabisa na Qur'ani tukufu, lakini hicho sio kipimo cha kujua hadithi sahihi. Ni mpaka ifanane moja kwa moja na Qur'ani, na itakayotofautiana na Qur'ani kwa maana, kwa lafzi, kwa matni, kwa sanadi, kwa silsilati, basi hiyo hadithi haipokelewi, haina maana hiyo. Al-Imam Ibn al-Qayyim aliwasaidia, aliwaambia sunnatu hukmuha ma'a al-Qur'ani al-Karim ala thalathati awjihin, ala thalathati awjuhin. Sunna ina nafasi tatu kwenye Qur'ani tukufu. Nafasi ya kwanza anasema antatiya sunnatu muakkidatun lima jaa bihi al-Qur'anu al-Karim. Sunna wakati mwingine inakuja kuisapoti na kusisitiza na kwa kukokoteza yale ambayo yamekuja ndani ya Qur'ani tukufu. Kama nilivyotangulia kusema, hadithi zipo chungu nzima zilizooana na kufanana na Qur'ani zaidi ya 90%.
Lakini nafasi ya pili ya sunna, an ta'tiya sunnatu mubayyinatun lima ajmalahu al-Qur'anul Karim. Sunna inakuja kufafanua kipengele hadi kipengele, nukta hadi nukta, yale yote ambayo yamefungwa na Qur'ani tukufu. Fungo la Qur'ani limefunguliwa na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ushahidi wa aya ya Qur'ani katika suratul Nahl, Allah anamwambia mfasiri wa kwanza wa kimataifa wa Qur'ani tukufu, mtume wetu Muhammad, anamwambia وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, na tumekuteremshia Qur'ani ewe Muhammad ili upate kuwafafanulia watu kile kilichoteremshwa kwao. Ana uridu al-yawma وأنا أريد اليوم أن أتحدى جميع من ينكر سنة الحبيب المصطفى، من ينكر السنة إنكارا مطلقا أو ينكر السنة إلا إذا وافقت القرآن الكريم. لو هي mimi ninataka nitumie nafasi hii kuwa challenge wale wote popote pale walipo wenye kupinga sunna za Mtume Muhammad, wenye kupinga sunna jumla moja kwa moja, na wenye kupinga sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hoja kwamba sunna hazikubaliki mpaka ziwafikiane na Qur'ani tukufu. Uridu an aqula lahum jami'u al-muslimina fil 'alam nu'adhdhin fa ayna dhukira al-adhanu fil Qur'ani al-Karim. Waislamu duniani kote tunatoa wito kwa ajili ya sala, tunatoa adhana mara 5 kwa siku. Nataka nipewe aya ndani ya Qur'ani tukufu iliyotaja adhana na kuelekeza adhana kwamba takbira ni mara ngapi, tahlila mara ngapi, ashhadu mara ngapi, hayya ala salah, hayya ala alfalah. Maneno haya ya adhana wapi yametajwa ndani ya Qur'ani tukufu? Na hakuna kundi katika makundi yote ya Kiislamu isipokuwa wanakubali adhana na wanaadhini. Lakini suali langu la pili, al-Qur'anu amarana bis-salah, lakini al-Qur'an al-Karima lam yadhkur al-fajra ركعتين والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4. Qur'ani imetuamrisha kusimamisha swala, kisha haikutuambia tuisimamishe swala kwa namna gani, kwa utaratibu gani, kwa mfumo gani. Alfajiri rakaa 2, wapi kwenye Qur'ani imesemwa hivyo? Adhuhuri rakaa 4, wapi kwenye Qur'ani imesemwa hivyo? Alasiri rakaa 4, wapi kwenye Qur'ani imesemwa hivyo? Magharibi rakaa 3, wapi kwenye Qur'ani imesemwa hivyo? Na al-isha rakaa 4, wapi kwenye Qur'ani imesemwa hivyo? Hizi ni challenge kwa wale wenye kukataa sunna za Mtume Muhammad, kwamba Qur'ani peke yake yatosha. Kalimatu haqqin urida biha al-batil, ni maneno ya haki kabisa kwamba Qur'ani inatosha kabisa. Lakini maneno haya japo ni ya haki, makusudio sio haki, makusudio ni batil na kupotosha. Si tunasema Qur'ani peke yake inatosha, lakini sio kwa uelewa wetu, haitoshi kwa uelewa wetu. Hatuwezi kuielewa hivi bure tu, from nowhere tu, mpaka tustahini kwa tafsiri ya Mtume Muhammad.
na tafsiri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ndiyo sunna zake zenyewe. Ikhwata al-islami wal iman, ahbaba rasulillah, sasa ni wasomee aya moja na hadithi mbili ili Jumaa nzima nisije nikakosa walau kutaja ushahidi juu ya anwani ya khutba yetu ya leo, uhakika wa adhabu ya kaburi. Waislam, thabat anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma dafana bintahu Zainaba binti Muhammad, Zainaba binta au binti Muhammad, imethibiti Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipofiwa na binti yake Zainab. Wapo wanawachuoni wanaosema Zainab ndio mtoto wake wa kwanza kuzaliwa, na wapo waliosema hapana, Al-Qasim ndio mtoto wa kwanza. Alipofariki Zainab, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alihuzunika, kwa sababu ni haki ya kila mzazi kumhuzunikia mtoto wake. Alipopelekwa kaburini kwenda kuzikwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuna baadhi ya masahaba aliwaagiza wateremke ndani ya mwana wa ndani ili waweze kumsitiri mtoto wake Zainab. Yeye akawa amechumaa juu ya kaburi huku akiwaelekeza masahaba namna ya kumlaza mtoto wake. Ghafla kaonekana taghayyara launu wajhihi, uso wake rangi yake ikabadilika na macho yake yakaanza kutoa machozi, uso ukawa mwekundu. Masahaba wakastaajabu, wakazika haraka haraka. Baada ya maziko wakamuuliza, limadha ra'aynaka tabki ya Rasulullah, kwa nini tumekuona ghafla ulichange na kulia na kuhuzunika na kubadilika kwa rangi ya uso wako? Famadha ajaba al-Mustafa wa madha qala al-Mustafa, kipi alichokisema Mtume Muhammad na kipi alichowajibu Mtume Muhammad? Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatal islam.